Kwanza ni heshima kubwa kwa nchi yetu kupata fursa ya host mkutano mkubwa kwanza wa wataalamu ambao unafanyika leo, lakini kuanzia Alhamisi na Ijumaa utafanyika wa makamishna wakuu wa mamlaka za mapato za hizo nchi. Hiyo ni heshima kubwa, lakini pili, nimewaambia kazi kubwa ya forodha ni mambo manne. La kwanza ni kulinda usalama wa nchi. Forodha ndio iko kwenye mipaka, ipo hata kwenye bahari. Kwa hiyo kazi yetu ni kuhakikisha hakuna madawa ya kulevya yanaingia, hakuna silaha zisizoruhusiwa zinaingia, hakuna vitu vyovyote, na unafanya hivyo kwa kuzuia magendo, kwa kuzuia na bidhaa zisizoruhusiwa kuingia. Kwa hiyo ni kazi kubwa, bado tuna changamoto hiyo, watajadili namna gani tuje na mikakati. Ya pili ni kuendeleza biashara, facilitate trade. Wakati unazuia watu wasiingie kwa kukagua visivyotakiwa, unachelewesha biashara za watu. So you need to strike a balance kati ya control na facilitate trade. Unafanya nini ili clearance ya mizigo ya wafanyabiashara ifanyike kwa haraka sana, watu wasicheleweshwe, na ili waende wakafanye biashara zao na uchumi ukue. Watakuja na mikakati hapa kwamba kuna mambo mawili: kuzuia vihatarishi kwa usalama wa nchi bila kuathiri biashara. Lazima clearance time ya mizigo kwenye boda zetu, kwenye baharini, iende kwa haraka sana. La tatu, nchi inataka kuendelea, inahitaji mapato. Kuna watu wanafanya under invoicing, wanapunguza, amenunua kitu kwa hela nyingi anapunguza. Unafanya nini kuzuia hilo? Kuna watu wanashirikiana na baadhi ya staff wetu wachache kuto mizigo iingie bila kufuata utaratibu. Unafanya nini? Na la nne, ili yote haya yafanyike, lazima tuwe na staff ambao wana uwezo. Kwa hiyo watazungumza hapa namna gani ya kubuild capacity ya staff wa hizi nchi, lakini na namna ya kushare taarifa, kushare data kati ya nchi moja na nchi nyingine, ili kuweza kufanya maamuzi sahihi na ya haraka. Moja ni kumodernize custom administration zetu. Lazima tuwe na vifaa vya uhakika, scanning ziwe za kutosha, enforcement, kwa maana tuna boti, tuna drones ambazo zinaona hivyo vitu, na sisi mmeona nyewe tumeanza investments hiyo. Kwa hili la kwanza, kuwa na maofisa wapo tayari na wana vifaa kwa ajili ya kuzuia. Ukiacha hilo, maana yake wale wanaofuata watashindwa kufanya biashara, kwa sababu hawa watapata advantage kuliko wengine. La pili kwenye hilo ni kushare taarifa kati ya nchi moja na nyingine. Wanazungumza hapa the use of AI, the use of interoperability systems. Mifumo yetu isomane na ya nchi zote hizi 24 ambazo mmeziona. Kwa haya watazungumza, haya yote yakiwekwa yatatusaidia sana kuweza kwenda mbele zaidi. Nimesema kwa sababu tutashare taarifa kwa mifumo. Maana yake nchi zetu lazima ziinvest sana, kila operation ifanyike kwenye mfumo. Kama tulivyo Tanzania, kuna mfumo wa TANSIS ambao toka mtu anaanza kuagiza mzigo mpaka anatolewa mzigo, process zote zinafanyika kwenye system. Maana yake hatuna mani. Riski yake kwamba watu wakihaki hiyo system au wakifanya mfumo usifanye kazi, maana yake biashara zitakwama kwa sababu operation hazitafanyika, lakini mapato ya serikali pia yanaweza yakawa hatarini. Sasa ni lazima tuweze kuchukua mitigation measures ya kuzuia hiyo risk. Watajadili hapa cyber security controls za kuzuia hayo, kwa sababu yapo tumeenda kwenye system kila kitu,
Kwa hiyo tuna namna ya kuzuia hiyo. Ni kama vita, hatuwezi kutaja tunafanyeje, lakini tuna namna ambazo tunazuia na tutaendelea kufanya. Rushwa inaathiri, kwanza inaondoa usawa, sababu mtu ambaye anapendelewa maana yake hataweza kukompiti na mtu aliyelipa sawa. La kwanza. La pili, inapunguza mapato ya serikali. Kama alipaswa alipe 10 analipa 5, hatutapata yale mapato ya serikali. Lakini la tatu, ukikosa mapato, huduma za jamii, miundombinu na kila kitu kitatuathiri sana. Kwa hiyo unapambana nayo vipi? Kwanza, kuwa na staff wazuri. I'm so proud with TRA, to the great extent tuna staff wazuri ambao wamekuwa recruited kwa utaratibu mzuri, lakini tunafuatilia, tunawaelimisha, na wale wachache ambao wanaendelea we take action. Kwa hiyo la pili, nitoe wito sasa kwa wananchi. Wapo ambao wanawashawishi baadhi ya staff wafanye haya mambo, sababu hawezi mtu kuwepo bila yule anayempoti akamshawishi mwingine. Watusaidie kutupa taarifa, lakini waache. Na tunachofanya kama serikali ni kuondoa incentive, na moja ya incentive ni bureaucracy iliyopo. Tuwe na transparency kubwa kwenye operation zetu, lakini hata pale ambapo kodi ni kubwa, serikali imekuwa ikipunguza kodi ili mtu asitafute njia ngumu, apite kwenye njia ambazo ziko sahihi. Kwa nitoe wito kwa Watanzania wote na wafanyabiashara, ukikompea na nchi zingine, tuna utaratibu mzuri sana na wawazi ambao unaharakisha ugomboaji wa mizigo yao. Hawana sababu kupita njia zingine. Lakini tuna viwango vya kodi na procedures ambavyo ni nafuu sana ukifananisha na maeneo mengine. Hawana sababu ya kupita huko. Lakini tuna customer care nzuri sana ya staff wetu ambao wako tayari kufacilitate na kutoa elimu kwa walipa kodi. Kwa hiyo zote hizi ni njia ambazo zinawafanya watu wasiwe na incentive ya kupita maeneo mengine. Moja ya changamoto za forodha ni kufanya kazi manual, wengine hawana mifumo. Tanzania tuna mfumo wa TANSES ambao unafanya kazi vizuri kabisa, lakini nimezungumza pale, nyingine ni kuwa na staff ambao wako competent na wamekuwa trained. Sisi tuna chuo chetu cha ITA pale na tunawapeleka watu wengi sana kwenda kufanya shughuli mbalimbali. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa zile changamoto nilizozitaja mmeziona. Bado zipo ambazo tunazo, lakini kwa kiasi kikubwa ukikompea na wenzetu, sisi tuna nafuu kiasi. Hatujafika mwisho. This is improvement ni continuous. We are continuing. Kwa maana wako hapa, lakini at the end nafikiri tutafika mwisho. Naitwa Josephine Manyasi, mimi ni director ama mkurugenzi wa World Customs Organization East and Southern Africa Regional Office for Capacity Building. Kazi yetu aswa ni kubuild capacity kwa custom within our region, na region yetu iko na mataifa 24. Kwa hivyo hapa tukikutana tunakutana kama hiyo region ya East and Southern Africa region. Nikigusia masuala ya kutrain customs administrations, our customs officers, mikakati ama strategies zile tumeweka tuweze kusupport customs officers ni kwamba tumeungana kama region. Kuna yale mataifa yamesha kwenda mbele in terms of building capacity. Kwa hivyo tunaunganisha hawa mataifa kwa waweze kukuja pamoja train our customs officers. Pili, tuna collaborate na other regional entities, continental entities like AfCFTA, African Free Trade Area. We are collaborating with them na wako hapa, wamekuja wako kwa mkutano wetu leo, na
upande huo tunaungana ndio tuweze to develop so that to develop ile tunaiita joint customs curriculum. Hii ni curriculum ambayo the 24 countries au mataifa 24 watakuja pamoja waweze kuweka maandalizi, ndio wakati tunafunza customs officers wetu tukuwe tunaweza kuwafunza in a uniform way kwa procedures zile zenye zinaweza kuwa administered across our region. Tusikue nchi moja inafundisha customs wao hivi, wengine inafundisha kivingine, alafu hapo wakati bidhaa zinaenda from one country to another, unapata because of different procedures unapata ina delay movement of goods. Kwa hivyo hiyo joint curriculum itawezesha facilitation of trade in our region and also beyond our region. Asante sana. Last question. Tunatarajia kwamba world is changing. Is it cybercrime and data itakuwa katika mafunzo haya kuwasaidia? Yes. Hiyo mafunzo pia itahusisha the Regional Intelligence Liaison Office ambayo iko resident hapa. World Customs Organization iko na hiyo office tunaiita RILO ama Regional Intelligence Liaison Office, na hawa wanatoa mafunzo jinsi customs administrations wanaweza share intelligence ya wale wenye wanafanya biashara ambayo sio ile tunaiita illicit trade. Kwa hivyo hiyo information hiyo approach tutaiweka pamoja wakati tuna develop hiyo joint curriculum, ndio tuweze kusaidia na biashara wetu na to build our economic in the region. Kwa majina naitwa mkufunzi wa chuo kikuu cha Forodha, Daktari Emma Omwenga. Nimekuja hapa Zanzibar kwa hii shughuli ya World Customs Organization. Tumeanza wiki iliyopita na mambo ya capacity building, ndio tuweze kuona vile officers wale wanafanya kazi katika forodha vile tutaweza wainua katika capacity building, ndio waweze kuokota ushuru na kusaidia nchi zote za region katika hiyo mambo. Hii conference ikiisha, mimi kama mkufunzi wa RTC pale Kenya, ninaonelea itasaidia sana nchi na region in particular kwa mambo ya capacity building, ndio tuweze kujua vile wafanyikazi wa forodha wataweza saidia nchi zote katika curb illicit trade na kuona enforcement inaendelea, na ndio tuweze kuokota ushuru usaidie region na nchi yetu. Kwa hivyo mimi kama mkufunzi wa chuo kikuu pale Kenya nafurahia, na ninaonelea region na specifically TRA vile tumekuja huku itaweza kuendelea hata kufanya kazi vizuri vile tumekuja huku, na tumeshirikiana kama region na hata World Customs Organization ikaweza kutusaidia na mambo mengi katika kuinua uokotaji wa ushuru wa hii region. Na washukuru sana.